atamuua mtoto. Sasa mwachieni auwe. Atogopi polisi kwenye haki. Atogopi mwenyekiti wala balozi kwenye swala haki. Sasa hivi atuoneani huruma, tunataka haki. Unamwadhibuje mtoto kwa kutumia waya? Unampigiaje mtoto kwa kutumia waya? Hamna kiboko mwenyewe. Kama ana mimba angeagiza miguu ya kuku na vichwa. Wanapendaka hivyo na udongo, malimao, firigisi na ndimu wangepewa. Naombeni tulizeni jazba, tulieni. Serikali itafanya kazi yake. Anasema yeye ni mama wa kambo. Mama wa kambo siku hizi ndo wa kwanza kuua watoto, kunyonga watoto, naye atakuwa mjiani. Eti kwa sababu ni mtoto wa mume basi hata nimnyanyase. Ni unyanyasaji wa kijinsia, na akanijibu akambia kwanza si wangu, ni wa mume. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Kati, kata Daraja Mbili, jijini Arusha, ambapo tumekuja kuripoti tukio la mama mmoja kumpiga mtoto, na tukio hili limejitokeza majira ya asubuhi. Kwa mujibu wa mama huyo, tulizungumza naye, inaeleza kwamba mtoto huyo sio wa kwake, kwa maana kwamba mtoto huyo ni wa baba pale anaishi kwa mama wa kambo. Lakini wananchi waliona kitendo hicho, baadaye wakaamua kuchukua taratibu mbalimbali za kumchukua mama yule pamoja na mtoto na kumsalimisha katika vyombo vya polisi. Lakini tayari jeshi la polisi wameshafika hapa kwa ajili ya wakaondoka na mama huyo kwa ajili ya taratibu nyingine. Vitendo hivi vya unyanyasaji wa watoto vimekuwa vikikemewa sana, hasa kwa Arusha hapa. Mtu anaposhughulika na swala lolote la kumnyanyasa mtoto, kuna hatua ambazo wananchi wamepata elimu zaidi katika kukemea matukio haya ya ukatili. Kusaga TV tumebahatika kuzungumza na mama huyo wa kambo. Ameeleza kwamba ni kweli mara nyingi wamekuwa wakimpiga mtoto huyo, lakini wamekuwa wakishirikiana na baba mzazi wa mtoto. Nilikuwa najinyea. Wapi? Kwenye boxer. Sasa ikawaje mpaka huyo aliyekupiga ni nani? Ni mama na baba. Wamekupiga kwa sababu umejinyea? Ndio. Lini? Amekupiga kwa kutumia nini? Kwa waya. Waya wa nini? Waya wa chaja. Ndio amekupiga nao huko mgongoni? Ndio. Unasoma darasa la ngapi? La pili. Shule gani? Shule sijui. Hujui shule? Huyu mtoto ananitoa machozi. Huyu mtoto ananitoa machozi. Na ninasema hivi, saa yoyote, wakati wowote, napelekwa sasa hivi kwa ajili ya kwenda kumpata baba wa mtoto. Sawa. Yaani kutokutakika hapa mtaa wa Daraja Mbili. Bado msimamo mlionao wanawake, mna uchungu, mmeingia leba. Tuko sawa eh? Naombeni tulizeni jazba, tulieni. Serikali itafanya kazi yake na itafuatilia kila kitu, hamna kitakachobakiza. Tunazibu wote. Umeelewa? Mimi nazibu, baba yake anazibu. Umeelewa? Sio mimi mwenyewe ndo nazibu. Anazibiwa, si ndio? Kwa sababu tabia za kunyea, ajikojolea, si ndio? Ana miaka 9. Umeelewa? Basi inatosha kusema hivyo. Anaadhibiwa kulingana na kosa alilotenda. Anaadhibiwa kulingana na kosa alilotenda. Yaani ni hivi, mimi hapa ni mjamzito, si ndio? Na inaenda miezi 8, si ndio? Kamkuta amejikojolea jana, leo amemkuta anaanika nguo. Umeelewa? Nguo zake. Kaanza kujifulia alivyoona tabia za kujinyia, kujikojolea. Umeelewa? Nikaanza kumwambia. Sasa leo ameanza kwa amekuta anaanika nguo. Ananiambia mimi kwa nini anaanika nguo mtoto mdogo? Nimwambia siwezi kuinama kufua nguo. Umeelewa? Kila siku lazima ajifulie kwa sababu anajinyea, anajikojolea. Umeelewa? Kwa nini usingetumia tu njia kama mzazi kumuonya kawaida kuliko kumpiga hivi? Yaani baba yangu nakwambiaje? Msinihukumu mwenyewe. Babake pia anafanyaje? Hizo alama sio za leo. Umeelewa? Sio za leo. Ndio maana nimemwambia hivi, mimi walivyokuja wananijia kwa jaziba, si ndio? Sio mimi mzazi mwenyewe na naishi naye, tunaishi naye. Aliyempiga ni nani? Sinaelewa. Leo asubuhi nimemwadhibu mwenyewe kwa sababu kaamka kajikojolea. Baba kashaondoka. Nimetoka nimeamka nimekuta amejikojolea, si ndio? Nimemwadhibu mwenyewe leo. Lakini ameadhibiwa nyuma pia. Umeelewa?
Aliyemwadhibu sasa mpaka hizo alama zikabaki ni nani? Tumeadhibu wote. Kwa hiyo unashika na baba anashika, mnapiga wote? Yes. Na ni mtoto wako kumzaa huyo? Hapana. Sio mtoto wako kumzaa. Mama yake yuko wapi? Sijui, sina taarifa za mama yake. Wewe angekuwa mtoto wako kabisa ungempiga hivi? Baba yangu, sio mimi mwenyewe nimeadhibu huyo mtoto. Si unaelewa? Baba yake mzazi na anaadhibu. Umeelewa? Sio mimi mwenyewe. Siwezi kumwadhibu mtoto mwenyewe mimi. Yaani aliyempiga sasa kumtoa hiyo alama mlikuwa mnapiga pamoja? Baba yangu sio tunapiga pamoja. Kaadhibiwa wiki nyuma kwa sababu wiki nzima anajinyea. Umeelewa? Sio alama za leo nimekwambia. Umemwadhibu wa kutumia nini? Anavyoadhibiwa. Si ndio? Ndio maana alama zimetokea. Kwa sababu umemwadhibu kutumia nini? Baba yangu anapigwa na fimbo. Umeelewa? Amepigwa na waya pia. Waya wa nini? Wakuchajia tu simu. Kama USB. Kwa hiyo umesema sio mtoto wako kumzaa. Angekuwa kwako kabisa kumzaa kaka yangu. Sio kwamba mimi nasema singekuwa, sio angekuwa wa kwangu. Nimeishi naye mtoto bado mdogo. Si ndio? Nimekaa naye kwetu mimi. Baba yake alikuja kutafuta kazi. Asingekuwa na afya hivyo kama ningekuwa na mwadhibu. Umeelewa? Kaanza tabia, tumekuja huku Arusha, kaanza tabia ya kujinyea. Ana miaka 9. Kwani mtoto akijisaidia ndio anaweza akapigwa hivyo? Sasa kaka yangu, sio leo tu. Sio alama za leo tu. Umeelewa? Hata wewe pia ukimwadhibu mtoto leo, kesho kutwa anapata alama. Za huko mgongoni za kuvia damu. Lazima apate alama. Wewe unaitwa nani? Esther. Esther nani? Jacob. Na miaka mingapi? 26. Ana wiki nzima anajinyea, si ndio? Umeelewa? Tunaadhibu, umeelewa? Anapotenda kosa anaadhibiwa, si ndio? Ndio. Na mimi asemenda kazini babake. Ni mwadhibu mimi hadi amejinyea usiku. Asubuhi, si ndio? Unamwadhibuje mtoto kwa kutumia waya? Unampigiaje mtoto kwa kutumia waya? Hamna kiboko? Mwenyewe. Umeelewa? Sio mwenyewe. Mimi nikimwadhibu kidogo. Ongea naye machozi yamenitoka. Sikiza babangu. Sikiliza babangu nikwambie. Umeelewa? Anaadhibu baba yake mzazi. Mimi nimeshaongea na huyu mtoto na machozi mpaka mzazi. Unampigiaje mtoto kwa kutumia waya? Babangu sio mwenyewe. Unampigiaje mtoto? Dada. Nimeenda kudai hela ataka pale. Nikakuta mtoto ananika nguo akiwa uchi. Kwa hiyo nikamuona zile alama kwenye mwili, nikamuuliza una shida gani? Akasema mama kanipiga. Kwa kosa lipi? Mtoto kaanza kulia na mimi nikalia, nikafanyaje? Nikaondoka. Nikamleta mama huyu hapa. Nikamwambia tu ndo kanisaidie kitu. Tulipofika huyo akamnyanyua mtoto akakimbia naye. Ndo mama naye akaletwa hapa, ndo anavyoeleza. Zaidi ya hapo sijui babangu. Mtoto ameniambia anapigwa kutumia kitu kizito kichwani kama fimbo kubwa, na kwenye mgongo akasema anapigwa na waya kama waya wa umeme. Limeniuma, ndo maana nimeamua kwenda kumuitia wananchi waje waingilie kati, kwa sababu na mimi ni mzazi. Haiwezekani mtoto unampiga kama vile mwizi, hata kama amefanya kosa lipi. Anasema yeye ni mama wa kambo. Mama wa kambo siku hizi ndo wa kwanza kuua watoto, kunyonga watoto, naye atakuwa mjiani. Ndio maana nimechukua hatua ya kuita waandishi wa habari, kuita na wananchi wa mhoji na wao. Ni mjamzito ndio, lakini kwani amebeba jiwe? Si atazaa na yeye mtoto? Mtoto akizaliwa atakubali mtoto wake apigwe hivyo? Mimi naitwa Zura. Nilikuwa nyumbani kwangu nafua. Binti ukolekta ataka akaja, akaambia Dazura, twende ukanisaidie, kuna mtoto nimemkuta amepigwa sana, yuko uchi, anaanika nguo kamba 3. Na mimi nikaacha kuanika nguo zangu, nikatoka, nikikimbia nikaja. Nikamwambia gonga wewe mlango, kama mtu atakuwa ananijua hata kubali kufungua. Alipofungua mlango na mimi nikaingia. Akaambia ni nini mnanijazia nzi hapa kwangu? Nikamwambia mama acha mdomo mchafu, na naomba mtoto aliyepigwa. Simtoi. Nikamwambia naomba mtoto aliyopigwa, kwa unajua mimi ni nani? Akawa anakataa. Nikamsukuma yule mama, nikaingia nikamnyakua yule mtoto, nikamtoa, nikamwambia utanifuata. Nikaja hapa barabarani, nikawa naonesha wananchi, angalieni, hii ni haki. Hii haitakubaliana, hii si haki. Huyu mtoto ni unyanyasaji wa kijinsia. Na akanijibu akambia kwanza si wangu, ni wa mume. Kwa hiyo mtoto wa mume ndiye anapigwa design hiyo kwa vile si wako. Nikamleta mtoto, wananchi wakajaa, nikamrudia mama. Ila nataka kukimbia ndani, nikamdaka tena, nikamvuta, nikamtoa nje, tukamleta hapa. Lakini sio design kwa ulezi wa watoto. Baba mwenye mtoto alee mtoto wake.
Ndio, tulikuwa watoto watatu. Kweli tulifika pale, yule dada akatujibu akasema atampiga, yani ataendelea kumpiga na atampiga tena. Tulivyomuuliza kama ni mume wake amempiga mtoto, akasema ni mume wake amempiga na ataendelea kumpiga tena. Kwa hiyo ndo tukafanya kumtoa ule mtoto ndani, tukamleta huku barabarani. Alafu akiulizwa anasema ataendelea kumpiga kila siku na hajaanza kumpiga leo. Anasema eti anajipupulia, lakini ukiangalia umri wa mtoto sio mtoto wa kujipupulia. Na mtoto anafua nguo, tumemkuta kabisa anafua nguo kamba 3 ameanika. Tumechukua kama wazazi, tulivyoangalia vile tukaona huyu mtoto atakuja kumuua kabisa. Ndio tukaamua tumtoe huko. Ndio ana mimba, lakini angetakiwa atolewe hata apigwe mikanda kidogo, kwa sababu anaonekana hajazaa huyu. Ni mama akambo. Dada ambao tunazaa inabidi tukae na watoto wetu, tusiwaachie mama akambo, kwa sababu hivi ni uonevu, na tusipoangalia watoto wataendelea kufa kila siku. Kweli Mheshimiwa mwandishi wa Wananchi, hili jambo linasikitisha na linaleta hasira kwa wananchi. Uwezi ukapiga mtoto eti kisa hujamzaa. Turudi hata kwenye maandiko ya Mungu, anasema mtoto wa mwenzako ni wako. Sasa basi unampiga kwa sababu wewe hujamzaa, alafu unadai una mimba. Kwani una guarantee ya maisha? Wewe unajua baada ya kujifungua utakuwa wapi? Unajua nani atamlea mtoto wako? Je, na wewe akaja kama mtoto wa kambo? Kwa hiyo naye atakuwa anapigwa kwa sababu ulimpiga mtoto wa mwenzako, si ndio? Kwa hiyo hebu tujaribu kuwaheshimu watoto kama mtoto wako. Hebu angalia mtoto wa mwenzako muone kama ni mtoto wako. Usione kana kwamba eti kwa sababu ni mtoto wa mume basi hata nimnyanyase, kwa sababu wewe una guarantee ya maisha. Ulishaongea na Mungu akakwambia utaishi miaka mingapi hapa duniani? Baada ya kufa unajua nani atamlea mtoto wako? Au basi utaweza ukaishi naye mpaka akawa mkubwa, hatujui. Lakini hebu heshimu mtoto wa mwenzako. Hata kama sio mtoto wa kambo, ni mtoto wa jirani tu, mheshimu. Chukulia kama ni mtoto wako. Kwa kweli mama ametukera. Na ashukuru Mungu kwamba amesaidiwa mapema. Sawa Ashukuru Mungu amesaidiwa mapema. Kwa sababu ambacho kingefuata hapa labda tungeokota maiti. Kwa sababu hatuwezi kukubaliana na upumbavu au upuuzi wa kupiga mtoto wa mtu kiasi hicho mpaka mtoto anaoza mwili mzima eti sasa unampiga. Hicho kitu hakikubaliwi na wala hatuwezi kukibariki. Kwa hiyo ashukuru Mungu amesaidiwa mapema, na Mungu amsaidie na muondoe hiyo roho alionayo. Naitwa Songeleli Lamek Shosi, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kati. Taarifa nimepigiwa muda sio mrefu kama dakika 45 zilizopita zidi ya unyanyasaji wa mtoto ambaye mpaka sasa sijui majina yake. Lakini hatua sasa hivi zinazochukua ni sheria zifuate mkondo, sio wananchi wajichukulie sheria mkononi. Na niwaombe wananchi muwe watulivu, serikali ni sikivu na itafanyia kazi. Nimeona taharuki ya wananchi ni kubwa mheshimiwa. Kwa hiyo nimeamua nitulie, vyombo vya serikali ichukue hatua kulingana na mujibu wa sheria. Kikubwa nilichokija kugundua, sijampata mume wa huyo binti. Sijampata mume wa huyo binti. Ningekuwa nimempata mume wa huyo binti ningekuwa najua chanzo ni nini. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijampata mume mhusika huyo binti ili niweze kumhoji, nijue changamoto wa kwenye familia yao ni ipi. Ila tu nitoe rai kwa wananchi ambao wanaishi na ndoa nyingine, ambao unakuta ni mtu tayari ameshaolewa na ana mke mwingine. Kama unakuwa ujiridhishi kukaa na mtoto wa kambo, basi usifanye vitendo vya kumnyanyasa. Amemchapa kwa sababu ni wa mume wake, sio wa kwake, na amejisaidia, amemvua nguo zote ndo akamchapa. Hicho kitendo kimekuwa kinatuuma sisi wa mama, kimekuwa ni batili, kimekuwa ni ukatili wa mama. Roho zimetuuma sana sisi. Tulitamani tumshike dada tumchape hata fimbo. Yeye anaenda wapi akati na yeye ana mimba tumboni? Tunaomba jamani, serikali iangalie hili jambo kwa umakini sahihi. Na huyo mama wa mtoto apewe mtoto wake. Nini mzazi unapomwadhibu mtoto unamvua nguo zote kwa sababu gani? Kwa nini usimchape na nguo? Mtoto anamvuliwa nguo zote anaambiwa afue. Ina maana hata huyo baba hajui jinsi huyu mama anavyomnyanyasa huyu mtoto. Sisi roho imetuma sana, tumeacha shughuli zetu kuja kuangalia ni nini kinachoendelea. Kwa kweli tumeumwa na roho kiasi kwamba tumechanganyikiwa. Roho imetuma sana sisi wazazi. Chango linauma mpaka tunachanganikiwa. Ni mama gani, jinsi gani yule dada na roho mbaya anaweza kumvua nguo mtoto ampige? Na ni kitu gani amebeba huko tumboni? Ni asubuhi mimi niko nyumbani, mamangu akanipigia simu, akaniambia kuna mtoto amepigwa, amekimbilia hapa dukani, tumemfungia kwa tolo. Kama una namba za kusaga mpigie kusaga aje atusaidie.
Mimi nikamwambia mama yangu ameumia sana, akaniambia ndio kwani kaida kupigwa, akaniambia hapana apigwage, lakini mtoto tunamjua na mama anakaa hapa nyuma, kumbe waga anampigaga kimya kimya, sisi hatujui. Ndio mtoto leo ameeleza mambo yote, na kwenye kata yetu ya Daraja Mbili hajawahi kutokea kitu kama hicho. Sisi kwenye huu mtaa wa Ndarivoi wote, mtaa wa kata Ndarivoi hajawahi kutokea kitu kama hichi. Tunapomwona mwanaume anakuja kupinga wanawake wakipambana kwa ajili ya haki, mwanaume anakuja kutetea, sisi hatujapendezwa na hicho kitu. Tunataka haki itendeke. Na sidhani pia ni muhimu sana kumsubiri mwanaume wa huyu mwanamke, kwa sababu mwanaume akufanya hilo tukio, mwanaume atakuja huko mbele ya safari. Tunataka sheria ifanyike, aende huko akajibu mashtaka yake. Swala kusema tunamsubiri mwanaume, itatokea tena taharuki nyingine kubwa ambayo tutaweza kuizuia. Hasira yenu ni nini? Hasira yetu ni kwa nini mama anampiga mtoto mdogo hivyo, hata kama yeye ni mama yake wa kambo? Kwa nini ni mama wa kambo anazalilisha wanawake kumpiga mtoto kipigo kama kile kikubwa hivi na kumvumisha mtoto? Anampiga mtoto kama vile jambazi. Polisi hatujapendezwa wala hatujafurahia hichi kitendo. Anasema mtoto amejipupulia. Hajipukojolea yule mtoto wala hajinyei, na sio mtoto wa kucheza cheza mitaani. Na ni mtoto ni mkubwa anajielewa. Hawezi kujikojolea wala kujinyea. Lakini hata kama kweli amejipupulia, kwani ni haki? Si haki kumpiga mtoto vile. Kuna namna ya kumwadhibu mtoto, lakini kile hicho kikombe hiyo adhabu alompa huyo mtoto ni adhabu kubwa kwa ule mtoto sana. Ni adhabu ambayo naweza nikapata mimi wewe mwanaume, sio kwa kumpiga mtoto vile. Arusha hamwezi kukubali matendo ya ukatili. Hatuwezi kukubali, tutadili naye na hatujaogopa kumtoa huko ndani. Tumekubaliana, tunasubiri sheria. Wakituchelewesha kidogo tu tunatoa vyombo vyake ndani na tunamtandika na hiyo mimba. Hatutaka kuelewa sisi. Tunataka haki itendeke. Mwenyekiti, mtendaji wote wako hapa, tunasubiri haki. Anasema kwamba ni mjamzito, kwa hiyo labda ni hasira. Angempiga mume wake. Kama ni hasira angempiga mume wake. Anampiga mtoto kwa kumfunga mdomo. Ule mtoto amepigwa kufungwa mdomo. Amepigwa kufungwa mdomo, asipige ukunga mpaka mtoto. Adhabu gani hiyo unampiga mtoto kwa kufunga mdomo hata majirani wasisikie? Kila siku anampiga mtoto anamfunga mdomo. Hatujapendezwa na hicho kitendo kabisa. Sisi hatusubiri defender, hatuogopi polisi kwenye haki. Hatuogopi mwenyekiti wala balozi kwenye swala haki. Sasa hivi hatuoneani huruma, tunataka haki. Metokea tu ni mgeni, itakuwa ni mgeni mtaani hapa, ndio maana huku mtaani hamna mtu ananyanyasa mtoto hata na mzazi mmoja, awe amemzaa awe hajamzaa. Anasema ni mjamzito. Haihusiani. Mimba tunabeba mbona na hatupigi watoto na tunaishi na watoto wa watu? Mimba sio kwamba ni ugonjwa, wala mimba sio kiasira wala kisirani. Kwa nini unapenda watoto wa mama wa kambo? Mama wa kambo wote sio wazazi wote wanaokuwa na hizo ni roho za ukatili. Huyo ana asili ya roho mbaya. Alafu isitoshe kama mzazi wake yupo mama wa mtoto, huyo mama aje apelekwe mtoto kwa mama yake mzazi. Kama ana shida angesema ana shida gani. Kama ana mimba angeagiza miguu ya kuku na vichwa. Wanapendaga hivyo, na udongo, malimao, firigisi na ndimu wangepewa. Mbana kwa nguvu zake anamalizia kumpiga mtoto, tutamaliza na yeye. Kama anataka aje, tunamshukuru Mungu amesaidiwa. Hivi shida ni nini kwani wewe mtoto huyu ni wa kwako, huyu sio wa kwako? Damu ni moja, sisi wote ni binadamu, tunaishi kibinadamu. Mtoto yote ni wa kwako, ishi naye. Kwamba yeye ndo mara ya kwanza kufua nguo za mtoto ambaye amechafua nguo, ni mara ya kwanza? Hapana. Sasa kwa nini anashindwa kumsaidia? Afanye hivyo. Yeye ameolewa, yeye ni mwanamke, matumizi yake atumie kutumikia familia yake. Umeshaolewa wewe, hata kama ni mama wa kambo, haijalishi, wewe ni mke wa mtu, tumikia familia yako. Ndio yule bwana amekuoa, lazima utumikie.